Lakini mimi niseme tu kwenye mtazamo wangu kama tume ilivyoeleza hivyo kwamba kila kwenye mita 10 kwenye kituo cha polisi kwa kuna watu wanaandaliwa na tume ikiundwa ya kufuatilia hao watu na kuwachukulia hatua. Mimi niseme tu kwamba kama watu wao yani hawapo kwenye mikono ya Chama cha Mapinduzi, hao watu watachukuliwa hatua kali sana, mimi naamini hivyo. Na hata kama watu wapo pia kwenye njia nyingine ya Chama cha Mapinduzi kwa maana ya huo uratibu, basi mimi ushauri wangu kwamba watu hawa wamepata adhabu ndogo kabisa, yani adhabu ambayo ndogo. Watanzania tunatakiwa tulalamike ni kama tunawapeleka jela ni miaka 30. Hiyo ndio adhabu ndogo kabisa, lakini kama adhabu inayostahili, kwa sababu huwezi ukasababisha Watanzania maelfu kwa maelfu wanafariki alafu wewe unabaki kuwa hai unakula chakula kwenye majela yetu. Tunao sheria ya kunyonga hapa, watu ni wanyongwe mpaka wafe. Hakuna namna, kwa sababu wamesababisha watu kufa, wamesababisha watu kupotea. Yani watu wamekufa kwa sababu yao wao, ambayo madai yao hayaonekani kwenye utaratibu ambao tunaweza kukaa mezani tukajadiliana na mambo yakaenda vizuri. Kwa hiyo kama hiyo tume itaundwa vizuri, hao watu watabainika. Hoja yangu tu kwamba hao watu wasisingiziwe. Yani siwe sasa sababu ya kusema kwamba sasa kutokana na hoja hii fulani anahusika, fulani anahusika, fulani anahusika, kamata, chukulia hatua. Watu watakao kamatwa ni watu ambao ushahidi utakuwa umejitosheleza kwamba hawa ni kweli walikuwa walimu wa kufundisha, hawa ni kweli walifadhili, hawa ni kweli walihamasisha, basi watu hao wachukuliwe hatua kali kwa mujibu wa sheria. Kuna baadhi ya mambo ambayo yamewafanya wananchi kutokuwa na imani kabisa na serikali yao. Na baada ya ripoti ile kusomwa kwa mheshimiwa, kukabidhiwa kwa Mheshimiwa Rais, katika ile hotuba ya jaji, wananchi wengi sana walikuwa na matumaini kama ambavyo wewe ulikuwa na matumaini ya kuamini kwamba pengine unaweza ukasikia sasa siku ile mtu fulani akitajwa kwamba alifanya nini. Ni miongoni mwa sehemu ndogo ndogo ambazo zimewafanya watu kutokuwa na imani kabisa na serikali. Nadhani ni hatua gani sasa serikali ifanye ili kuhakikisha kwamba wananchi wanarudisha imani yao kwa serikali yao ya Tanzania? Mambo yako mengi kwenye uchumi, kwenye jamii, kwenye siasa, mambo yako mengi sana. Muda unaweza kuwa hautoshi. Lakini jambo moja tu mimi naweza kushauri, kama napata nafasi ya kumshauri Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba ili tuanze kuona imani ya serikali ambayo watu wameipoteza, baadhi ya watu wameipoteza, sio wote, kwamba kutokana na haya mazingira yaliyojitokeza, kwanza mchakato wa katiba uanze haraka iwezekanavyo. Yani hapa kwenye mchakato wa katiba tunaweza kupunguza, sio kuondoa, tunaweza kupunguza yale machungu tuliyoyapata, kwa sababu tukipata katiba ambayo Watanzania watailizia, maana yake ndani ya katiba itazaliwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambayo Watanzania watailizia. Lakini hata hiyo mifumo ya kimaisha yatatajwa humo kwenye hiyo katiba, namna gani serikali itatumia jitihada za makusudi kuhakikisha kwamba watu wa Tanzania wanakuwa na uchumi mkubwa, na njia gani zitatumika, haki zipi zitapatikana, haki zipi zipo, na watu kuona kwamba nchi yao, rasilimali za nchi yao zinatumika vizuri kwa maslahi mapana ya taifa, lakini pia rasilimali za nchi yao inajenga nchi na inawainua wananchi kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo katiba ambayo itawagusa makundi yote ya jamii, katiba ambayo itagusa wanasiasa, itagusa uchumi, itagusa maeneo mengi, katiba ambayo itagusa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, inaweza ikawa dawa kwa wakati huu watu kuona sasa Tanzania tuna imani na taifa letu. Kwa sababu haya yote yaliyojitokeza, yote haya vurugu, yote hizi zote, vitu vyote tunavyozungumza leo hapa, msingi wake ni katiba. Tukiwa na katiba nzuri, hata wanaofanya makosa kama jeshi la polisi anafanya makosa, katiba itasema jeshi la polisi likifanya kosa, zipo sheria za kijeshi, kwa sababu katiba ni sheria mama. Yani sheria zote hizi za kijeshi, sheria za nini na nini, zote msingi wao ni katiba. Katiba ikiweka vizuri, maana yake hata sheria za chini zitaweka vizuri. Uwajibikaji ukisimamiwa vizuri, katiba ikionyesha namna ya uwajibikaji, kama hujawajibika kwa namna hii, maana yake wewe una sifa kuwa kiongozi, maana yake Watanzania watarudisha imani kubwa kwa. Kwa hiyo nikijibu swali lako vizuri kwamba ili Watanzania wengi warudi kwenye imani ya taifa lao, imani na serikali yao, tuanze mchakato wa katiba haraka iwezekanavyo, na huo mchakato uguse makundi yote ya kijamii, ili watu waone kwamba Tanzania tumeandika katiba, sio serikali imeandika katiba. Watanzania tumeandika katiba mpya. Kwa hiyo
waandishi wa habari, wana michezo, watu wa sanaa, wana siasa, wananchi wa kawaida wahusike kama mchakato ulivyokuwa 2014, japokuwa ule mchakato uliharibika, lakini uligusa watu wengi. Kwa hiyo ili tuondoe sasa hizi maneno, manunguniko na imani, turudishe, ni lazima tuanze mchakato wa katiba haraka iwezekanavyo. Vyama vya siasa, nazungumza nawe ukiwa ni mwanasiasa lakini pia vile vile kiongozi wa vijana. Vyama vina mchango gani au vina jukumu gani la kuhakikisha kwamba haya yaliyotokea hayatokei tena? Vyama bwana, vyama vina nafasi kubwa, lakini changamoto ambayo tunayo sasa hivi ni aina gani ya vyama. Unajua hii ndio shida. Yaani tuna vyama 19 pamoja na CCM 19, ukimwondoa CCM tuna vyama 18. Kama leo vyama ambavyo tunaamini kwamba ndio tunaweza kupushi wananchi, kusukuma wananchi kwa ajili ya kuleta maendeleo, kwa sababu tunaona CCM bado ana ulegevu au amechoka kuendelea, ama anatakiwa asaidiwe. Kama sisi 18 tupo tunaamini tunahitaji tukae pale alipokuwa CCM, tunazalauliana na kukashifiana, mchango wake unakuwa ni mdogo sana, kwa sababu vipo vyama au kipo, na niseme tu kwa mfano Chadema yeye anaamini, yani ukimfunua Chadema yeye anaamini vyama nchini viwili, yani yeye na CCM, na vyama vingine vyote vishaitwa vyama vya briefcase, vyama vya mkononi, vishaitwa hivyo. Na juzi nasikia mtu wa CCM amewaita Nguchilo, wamekuwa wakilalamika. Yani unaona sasa wanasema mwizi ataona uchungu wa kuibiwa siku ambayo ataibiwa. Kwa sababu yeye kila siku si anaiba, anaona la, siku akiibiwa yeye ndio anaona kumbe mali ya mtu inauma. Chadema washatuita sisi vyama vya briefcase, washatuita sisi vyama bandia, washatuita sisi vikoba. Yaani maneno mengi ya kuzihaki. Lakini wao wamepewa neno moja tu Nguchilo, unaona mwenyekiti wao, makamu mwenyekiti wao analia kuitwa Nguchilo. Sisi tushaitwa sana maneno ya namna hiyo, vyama bandia, vyama vya mfukoni, CCMB na kadhalika. Mimi niseme tu kwamba ili Watanzania waone mchango wa vyama vya siasa, kwanza tuwe pamoja. Inawezekana ikawa ngumu sana kwa sababu kila mtu ana taasisi yake, lakini tuwe na hoja za pamoja. Yaani leo AFP wakisema tunapambana kwa ajili ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, atokee Chadema aseme na mimi naunga mkono, atokee NRA aseme na mimi naunga mkono, atokee CUF aseme naunga mkono, wote tuwe kitu kimoja. Tukipambana hivyo kutakuwa na mchango mkubwa. Kwa mfano leo unaona kwamba tuna hoja hii ya bei kupanda kwenye bei ya mafuta. Unaona Chadema wanasema Chadema sisi ndio tuliosema kuhusu mafuta. Vyama vingine havikusema kwa sababu ni vyama tu vya mfuko, lakini sakata linaanza, sisi ndio watu wa kwanza kusema. Inawezekana tukawa na fan base ndogo sana, lakini sisi ndio watu wa kwanza kuchambua na kutoa ushauri wetu kwa serikali kwamba mafuta yanatakiwa yawe hivi, serikali inatakiwa ifanye hivi. Kwa hiyo nini maana yangu? Kwamba natokea jambo kama hili la mafuta, vyama vya siasa hasa ambavyo hatuko kwenye serikali tunakuwa kitu kimoja, tunasema hapana, serikali mmetuambia mna mafuta ya kutosha, tunaomba katika kipindi hiki kigumu muweke ruzuku ya mafuta ili tuondokane na bei hiyo kubwa. Wote kwa pamoja tunakuwa na sauti moja. Watu wanapotea, wanatekwa, wote tunakuwa na sauti moja kwamba haiwezekani leo anapotea mtu wa Chadema, kesho anapotea mtu wa AFP. Leo anapotea mtu wa AFP, kesho kutu anapotea mtu. Sisi tuna kiongozi wetu mmoja Kibiti kule. Kipindi kile Kibiti watu wanauliwa. Aliuliwa kule kiongozi. Tulikuwa na kitongoji pale tulishinda. Alichukuliwa pale katika mazingira yale ambayo watu wanapotea Kibiti na nini na nini. Lakini kwa sababu hatakuwa na fan base kubwa, tumeshindwa kusema kwamba, na hata tulivyosema haikusambaa kwamba AFP kiongozi wao amefariki na kadhalika. Kwa hiyo unaona sasa hivi watu wengi wanaopotea ni watu ambao wanajumuishwa kama ni watu wanatoka kwenye upinzani aswa Chadema. Kwa hiyo ifike kipindi sasa ili tuone kwamba tuna faida, Watanzania waone tuna faida, sisi wanasiasa tuwe kitu kimoja. Inawezekana tusiwe kitu kimoja kwenye mambo mengi, lakini yale mambo yanayohusu taifa, tunataka katiba mpya, wote tunakuwa kitu kimoja. Tunataka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, sio ajenda hii ni ya Chadema, ajenda hii ni ya ACT Wazalendo, ajenda hii ni ya wananchi. Tunaungana mkono pamoja. Lakini leo vyama vyenyewe tunazalauliana. Hawa wanasema hivi, hawa wanasema vile. Unaona hivyo. Kwa hiyo unaona kwamba CCM mapambano yake ni madogo sana kwetu, kwa sababu sisi wenyewe tunapambana wenyewe kwa wenyewe. Kila mtu anapambana eti awe chama kikuu cha upinzani. Mimi nawaambiaga sisi si chama cha upinzani, sisi ni chama cha siasa. Yaani mimi ukiniambia wewe chama, kwa sababu hamna msajili wa vyama vya upinzani, hayupo. Yaani Jaji Francis Mutungi anaitwa msajili wa vyama vya siasa Tanzania. Kwa hiyo mimi ni chama cha siasa Tanzania. Kwa hiyo ukiniambia
wewe unapigania kuwa yani chama kikuu cha upinzani Tanzania. Hakuna chama kikuu cha upinzani Tanzania. Yani neno hili upinzani kwanza tuliondoe, kwamba sisi ni vyama vya siasa ambavyo tunasubiri kuchukua serikali kutoka kwa CCM. Yani CCM ukifika wakati wa uchaguzi tutawapushi wananchi kuambia hawa watoshi, tunataka sisi tukae. Kwa hiyo sisi ni chama cha siasa. Kwa hiyo ukiniambia kila mtu anapigania maslahi yake, mimi nitasema tunapigania maslahi ya kuwa chama cha siasa kinachoongoza serikali, sio chama cha siasa, sio chama kikuu cha upinzani Tanzania. Huu ni ujinga tu mimi naona. Unakaa na vijana kwa muda mrefu sana, lakini pia ukiwa kama kiongozi wa vijana katika madhila yale ambayo yalitokea Oktoba 29 na baada ya siku ile, wengi sana ambao wamepotea ni vijana. Nilikuwa nasikia juzi kwenye ile taarifa ni watoto wadogo kuanzia miaka 4 kurudi chini, ni watoto 24 kama sikosei, ambao ndo walipoteza maisha. Wengi ni vijana. Sasa una ujumbe gani kwa vijana ambao wao mara nyingi ndo hujikuta kwenye ghasia kama hizi? Una kitu gani cha kuambia ili kuhakikisha kwamba hatupotezi tena nguvu kazi hii ambayo tunaitegemea kwa miaka ijayo? Vijana tuna changamoto, na changamoto ambayo tunayo vijana imetengenezwa na watawala, kwa sababu unajua ghasia hizi zimekuwa kubwa sana kwa vijana, kwa sababu ushawishi wa watu walioshawishi vijana kuandamana, wengi walitumia lugha za kwamba maisha ni magumu na nini, tusikubali, tuiondoe serikali hii. Na ni kweli, ukiangalia kwamba unaona maisha ni magumu, na kundi kubwa ambalo linapambana na maisha kuwa magumu ni kundi la vijana. Kwa hiyo ni kweli kuna madai vijana tunatakiwa tudai kwa nguvu, lakini tusitumie nguvu iliyopitiliza. Huo ndio kweli, huo ndio ushauri wangu, kwa sababu yapo mambo ya msingi ambayo tunatakiwa tuyadai, na tukidai kwa njia nzuri za majadiliano, hata kama tunafanya maandamano, lakini maandamano ambayo yapo kwa mujibu wa sheria, hata haya ambayo yamejitokeza asingejitokeza. Kwa hiyo vijana tusifanye kama mtaji. Mimi nahuzunika sana kwa sababu ninaye mwanachama wangu wa vijana amefariki pale Songea, sehemu moja inaitwa Lisabon. Watu hawajui kwa sababu fan base kubwa tunaweza tukawa hatuna. Kwa hiyo unaona kwamba waliokufa wengi ni vijana, walioandamana wengi ni vijana, waliofanya inayoitwa vurugu ni vijana. Vijana tumefanywa kuwa ni mtaji wa watu kudai maslahi yao. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba wakati mwingine, sisemi watu wasiandamane, wakati mwingine hata vijana tunapohamasishwa twende tukaandamane, tuulize tunaandamana kwenye hoja ipi? Lakini je, tunapoandamana kwenye hoja hii, tukishafanikiwa sisi kama vijana tutanufaika kwa namna ipi? Kwa hiyo tusiende tu tukaingia kwenye mkumbo wa maandamano, tusiende tukaingia kwenye mkumbo wa kufanya vurugu, kwa sababu hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Pakiharibika Tanzania, hatuna sehemu pengine pa kwenda. Kwa hiyo vijana tuwe makini sana katika kuhakikisha kwamba chochote tunachohamasishwa kwenda kufanya, iwe vurugu iwe maandamano, ni lazima tuyapime na tuone tunanufaika kwa namna gani. Una imani gani sana mustakabali wa siasa za Tanzania? Bado siasa ina ugumu. Huo ndio kweli. Yaani siasa ya Tanzania bado ina ugumu, kama nilivyotangulia kusema, wenyewe kwa wenyewe ambao tuko nje ya serikali tunakashifiana na kudharauliana, lakini waliokuwa kwenye serikali unaona kwamba wao ndio wamedominate kila kitu kwa upande wao. Kwa hiyo kiufupi, bado mustakabali wa siasa tunahitaji nguvu sana, na hapa ndipo kinapozaliwa kitu kinachoitwa maridhiano. Maridhiano yatatufanya angalau tuanze kuwa na siasa safi. Kama alivyosema Mwalimu Nyerere, tuwe na siasa safi na utawala bora. Ni lazima tuwe na majadiliano mbalimbali, maridhiano mbalimbali, kwamba wewe bwana, chama chako labda akikushiriki uchaguzi kwa sababu hii na hii, tukae tuliziane. Hivi kwa nini wewe unaamini tume iko hivi na hivi? Basi tutaweka hapa sawa ili wewe ushiriki, kwa sababu wananchi wapo wanaoamini kutokea wewe. Wewe hapa ilikuwa hivi, imekuaje? Wananchi hapa hivi, imekuaje? Kwa hiyo tunafanya hayo maridhiano hayo ndio atatufanya angalau twende na ile siasa ambayo itakuwa na heshima, na wananchi wataona umuhimu wa vyama vya siasa na kuvipa support. Ilivyo sasa, wananchi wengi wa Tanzania hawatoi umuhimu wa siasa. Nataka nitolee mfano mmoja. Leo naona wenzetu Chadema wakiwa na operation yoyote ya chama, wanachangisha kwa wananchi, kwamba wanaamini wananchi wachangie kufanya hiyo jitihada za kwenda kupushi kwenye hayo majambo yao. Wananchi wamekuwa wakifanya hivyo. Na wananchi wamekuwa wakifanya hivyo. Lakini tuulizane mimi na wewe, Chadema
Nilimsikia makamu mwenyekiti Heche anasema wana wanachama milioni 9 mpaka milioni 10. Naelewa vizuri, wanachama milioni 9 mpaka milioni 10. Maana yake katika wanachama milioni 9 milioni 10, Chadema wanahitaji wanachama milioni 3 kuchangiwa shilingi 1000. Yaani wanachama wa Chadema wakipatikana milioni 3 kwenye milioni 10 wakichangia shilingi 1000 wanapata shilingi ngapi? Bilioni 3. Si ndio? Bilioni 3 Heche na timu yake hawezi kuzunguka nchi nzima. Lakini kwa nini wanaomba wananchi wachangie? Bado siasa yetu haitoshi, kuna uongo mwingi. Sisi wanakuambia wanachama milioni 12 uongo, Chadema wanakuambia wanachama milioni 10 uongo. Sasa tunamuongopea nani? Ndio maana wananchi wanakaa wanasema siasa ni uongo. Kama una wanachama milioni 10 unaombaje wananchi wakuchangie? Yaani mimi leo AFP na wanachama milioni 10 naombaje wananchi wanichangie? Wakati nikisema tu kwenye database zangu nataka wanachama milioni 3 kwenye milioni 10 wanichangie shilingi 1000 nafanya jambo langu kubwa. Kwa nini wananchi wengine wanichangie? Kwa nini tuwachangishe wananchi wengine ambao sisi wenyewe kama wanachama tunaweza kuchanga tukapata nguvu kubwa na tukafanya operation? Ni uongo, ni udanganyifu. Kwa hiyo sisi wenyewe vyama vya siasa ndio maana watu wanatuzalau kwa sababu tuna lugha za uongo, yani tuna uongo. Kwa hiyo unaona imekuwa kama wengine wanaona kama siasa hizi ni biashara, miradi ya watu na nini. Kwa hiyo sisi wengine ndio hivyo tunasema, tukisema tunaonekana, wengine wanaonekana chawa, wengine wanaonekana mpinzani. Yaani the way mtu atakavyo. Na sasa hivi kumekuwa na changamoto sana kwenye siasa. Siasa leo Abutwalibu, hata wewe ukionekana una bezi sana kuwahoji watu wa CCM, utaonekana chombo chako cha habari kimeegemea upande wa CCM. Na inawezekana watu wengine waka unfollow. Ndio Lakini ukionekana wewe umebezi kwenye upinzani, inawezekana kuonekana wewe ni kama vile ambaye unataka kuleta machafuko kwenye nchi hii, unataka kuchochea. Kwa hiyo unaona siasa sasa hivi imekuwa ngumu kwa sababu chochote utachokiongea kuna kundi la watu watasema yule mnafiki tu hana lolote. Mnaelewa vizuri? Tunataka watu waone hii ni hoja ya kitaifa. Haijalishi aliyozungumza ni mpinzani, haijalishi aliyozungumza ni Chama cha Mapinduzi, kwamba wananchi watakichukua lile jambo watasema yes, chama cha AFP wamesema 1 2 3 bila kujali ukubwa wao, bila kujali uwezo wao, walichosema ni sahihi, tunatakiwa tuwaunge mkono. Lakini leo mimi nikasema kitu sahihi, ukasikia vyama gani hivyo bwana, chama vitakuwa hivyo. Na hata sisemo imekuwa rahisi kwa sababu wanaposema wengine chama gani kimesema, japokuwa nikasema kitu kizuri, lakini sema wanasema sasa kama wenyewe wanasema chama gani inakuwa haina nguvu. Kwa hiyo kikubwa, ili mustakabali wa siasa iwe nzuri, kwanza wanasiasa na vyama vyetu tuwe wa kweli, tusiwe na lugha za uongo, sababu hakuna tunayemuongopea. Tuwe wa kweli, tusimamie hoja zinazohusu wananchi. Yaani leo kama tunataka kufanya maandamano, tuandamane kwa sababu ya maisha kuwa magumu. Tunaona Kenya wameandamana bei ya mafuta. Unaona unafika wakati bei ya mkate ikipanda Kenya watu wanaandamana, Ethiopia watu wanaandamana ikipanda kitu. Kwa sababu gani? Vile vitu vinawahusu watu. Leo kinaambia mimi watu wanaandamana kwa ajili ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, nawagusa watu wachache. Huo ndio ukweli. Lakini yale mambo ya msingi yanayogusa watu hatupushi kusukuma serikali wafanye mambo mazuri. Lakini mambo yanayohusu watu wachache ndio tunapush kwa ajili ya watu wengine wafe na majeraha mengine yatokeze. Kwa hiyo mustakabali wa siasa za Tanzania zimekuwa hazina nguvu kwa wananchi kwa sababu wanasiasa wengi wamekuwa waongo, wanafiki. Huo ndio ukweli. Mimi nikushukuru sana. Asante sana.